Wow. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Nashukuru Mungu, sijali ni kwa nini sijaweka tai vizuri. Nimechukua fursa hii siku ya leo nikiwa nje ya kanisa. Asanteni kwa sababu ya vile mmekuwa mkifuatilia ibada yetu ambayo imekuwa live, licha ya kuwa kumekuwa na hitilafu ya mitambo, lakini hata hivyo tunajaribu na Mungu anatuongoza katika kila hali. Nimechukua fursa hii ya kukushukuru kwa sababu ya kuwa katika channel hii. Hii channel ni channel ya Christ Representative Fellowship, na tunashukuru ni kwa sababu kila mara na kila wakati tunachukua wakati wa kuweza kutazama na kutufuatilia. Ninachukua fursa hii ya kukaribisha tena na tena kila Jumapili. Tunge kama hauko katika mahali unaweza kutufuatilia ili uweze kusikia neno la Mungu. Leo niko nje kidogo kwa kadri ya kawaida ya huduma, na wakati mwingine ni vizuri kuchukua leave fupi ili kutafakari na kuweza kutafuta uso wa Mungu na njia tofauti. So niko katika mji wa Moisbridge saa hizi. Nimetembea mahali hapa na najua Bwana anaenda kutenda mema. Nimekuwa kwa muda mrefu sijapata break, lakini sasa nimepata kwa dakika kidogo ili niweze kuongelesha kwa ufupi. Labda umekuwa katika group ama katika page hii na hujaweza kuelewa ni yapi ambayo tunayofanya. Kazi yetu kuu na mahali ambapo tumekuwa mji wa Lokchogio, mahali ambapo hii huduma iliweza kuanzia miaka ya 2003, na nimekuwa mahali pale na Mungu ameinua watu wengi, ameinua wachungaji, ameinua washirika ambao wanaweza fanya kazi ya Mungu. Kama vile unavyoona katika mtazamo wako, umeona kwamba wanaweza endelea na wanafanya kazi tani kwa mbali. Nachukua fursa hii kukualika kwa mkutano ambao unapangiliwa katika wakati wa mwezi wa 8. Tutakuwa na consecration siku hiyo, na tumekuwa katika mpangilio wa kuchangisha ili tuweze kuona hile jambo limefanikiwa. Nilipoketi chini na wachungaji na viongozi, waliona inafaa vizuri tufanye hili jambo officially. Watu unitambua kama Bishop Karanja, lakini hili jambo lionekana vizuri kufanya katika uwazi na neno la Mungu, na pia kuwa na witness. Jambo hili linakuja wakati nimefika kiwango ya kuitwa elder. Ninapomaanisha elder, unajua ni miaka gani, kutoka miaka gani hadi miaka gani ndio elder. Na kwa hivyo hili jambo linakuja wakati ninapo weza kuketi na kuweza ku-advise. Ni wakati kama huu ninaweza ku-advise, ninaweza ku-counsel, ninaweza kuelekeza kulingana vile Mungu amenipa neema hiyo. Na kwa hivyo siku ya leo nimeichukua hususan katikati ya siku chache sana maishani mwangu ambayo sijai kuwa katika madhabahu nimesimama nikihubiri. Kwa hii ni moja ya siku hizo chache sana katika maisha yangu, kwa sababu kila Jumapili nimekuwa katika kanisa, nimekuwa katika pulpit nikihubiri Injili.
na mahali popote nimaienda sijai keti chini, hata niketi chini nitatoa nafasi ya kunena neno la Mungu. Leo nimechukua dakika kidogo niweze tu kutafakari yale Mungu anayatenda katika maisha yangu. Labda wengine hatujai kutana, labda wengine hatujai kutana face to face. Mimi ni mtu wa maneno machache, lakini maneno mengi ninaposimama katika kunena neno la Mungu. Nijinyima kuongea sana ili Mungu anene zaidi juu yangu, ndani yangu. Na hiyo ni jambo nzuri. So ninajua labda wewe hujaenda kanisani kama mimi. Ninataka kutia moyo ya kwamba endelea kumngoja Mungu. Nilikutana na mtu mmoja akiregret ni kwa nini aliokoka akiwa kijana. Na alikuwa na regret, anasema kwamba kama angejua hangeokoka akiwa kijana. Lakini nilipomsikiza nikaona labda hakuelewa kuokoka ni nini. Kuokoka sio utumwa, sio slavery. Ati ya kwamba kuna mambo ambayo utakuwa kuyafanya ukakosa kuyafanya. Hususan mambo ambayo ni ya kumtukuza Mungu. Huyu ndugu alikuwa anateta kwamba kuna mambo hakufanya akiwa kijana kwa sababu ya wokovu. Na nikawa nikishangaa ni yapi hawa aliyatamani kuyafanya ambayo yalikuwa mazuri sana kuliko yamefika katika kiwango cha uzeeni. Uko huru kulingana na vile unavyomjua Mungu na vile umempokea. Na kwa hivyo ningetaka kuelezea kwamba kuokoka sio utumwa, sio slavery, ni furaha, is a gift. Kama mtu akupea kipawa ama gift, akikupea gift anakupea gift ambao haina hasara, haina majuto. Kwa hivyo uzeeni wangu hata sasa, shukuru Bwana kwa sababu ya kuniokoa. Sina majuto kumtumikia Mungu miaka hiyo yote. Sina majuto kukaa jinsi nilivyo. Sina majuto kumjua Mungu. Sababu huyu Mungu, wapendwa, ni Mungu mwema. Hakuna kitu amekuzuilia kufanya. Lakini anataka ufanye yale ambayo yatakuwa ni ya kumpendeza. Yatakuwa na hakuna kati utasikia kama kwamba Mungu hayuko karibu na wewe. So kwa hivyo mchana wa leo na Jumapili ya leo, asante kwa sababu ya kukatisha dakika zako kidogo uweze kunisikiza. Na ukiwa na swali lolote unaweza kuniuliza. Niko tayari kujibu maswali yote unaweza kuniuliza, na niko tayari naweza jibu yale ambayo Mungu ataniwezesha na atanipa hekima ya kujibu. Kuwa na mchana mwema, na kumbuka Mungu anakupenda. Kumbuka uko na nafasi ya kumsikiza kwa sababu Mungu bado ako na kazi anataka kutenda na wewe. Labda unafika unaona miaka yako imeenda sana, lakini usikose kujua kwamba maono ambayo aliyoweka ndani yako lazima itatimia kabla utoke ulimwengu huu. Na yeye ako na uwezo wa kufanya yote. So anakupa nafasi, na mimi nipa nafasi pia. Kiwango ambacho anataka nitafika kwa sababu ya utukufu wa jina la Mungu. Barikiwa sana na Mungu akupende. Amen. Asante. Thank you. Basi tutaonana tena.